Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Watumishi wa Wizara ya Madini na taasisi zake wamehimizwa kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama njia ya kuimarisha afya, kujenga mshikamano na kuongeza tija katika utekelezaji wa majukumu ya kazi. Wito huo umetolewa Januari 24, 2026 jijini Dodoma na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde alipofungua bonanza la 3 la michezo linalowakutanisha watumishi wa Wizara ya Madini na taasisi zake, ikiwemo Taasisi ya Jiolojia na Utafiti ya Madini Tanzania GST, Shirika la Madini la Taifa STAMICO, Tume ya Madini pamoja na Taasisi ya Uwazi na Uwajibikaji katika Rasilimali Madini, Mafuta na Gesi Asilia TEITI. Akizungumza katika uzinduzi wa bonanza hilo, Mheshimiwa Mavunde amesema kuwa mazoezi ya viungo ni nguzo muhimu ya afya njema kwa mtumishi, ufanisi na tija kazini. Hivyo kuna umuhimu wa watumishi kujitokeza kwa wingi katika shughuli za michezo ili kuimarisha afya zao na kuendeleza mshikamano kazini. Aidha, Waziri Mavunde amezitaka taasisi zote zilizo chini ya Wizara ya Madini kuendelea kufanya kazi kwa bidii ili kuleta tija na matokeo chanya katika sekta ya madini mbele ya Watanzania na jumuiya ya kimataifa. Amesema nao dhamana kubwa ya kuwatumikia Watanzania, michezo inawapa fursa ya kuimarisha afya, kudumisha amani, mshikamano na upendo na kujenga umoja wao kama familia moja ya sekta ya madini. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini Injinia Yahaya Samamba amewataka watendaji wa sekta hiyo kusimamia rasilimali za madini kwa weledi, uwajibikaji na uadilifu ili kuhakikisha sekta inaendelea kuwanufaisha Watanzania na kuongeza mchango wake katika uchumi wa taifa. Mhandisi Samamba amefafanua kuwa sekta ya madini imeendelea kufanya vizuri ambapo mpaka sasa mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa umefikia 10.1 na makusanyo ya serikali kufikia shilingi trilioni 1.071. Ameeleza kuwa mafanikio hayo yametokana na maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na usimamizi madhubuti wa wizara kwa kushirikiana na taasisi zake. Ameongeza kuwa juhudi za kuimarisha usalama katika shughuli za uchimbaji zimezaa matunda huku akisisitiza kuendelea kuzingatia kikamilifu taratibu za afya, usalama na mazingira. Injinia Samamba amewaelekeza maafisa madini mkazi kusimamia sehemu zenye mashimo hatarishi zisimamishwe mara moja na migogoro ya wachimbaji itatuliwe kwa haraka, hasa wakati huu ambapo bei ya dhahabu inaendelea kupanda. Naye Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini Mhandisi Ramadhani Lwamo ametoa wito kwa watumishi wa Wizara ya Madini na taasisi zake kuendelea kudumisha amani, mshikamano na upendo katika utekelezaji wa majukumu yao kwa manufaa ya taifa. Tunafahamu tuna kazi kubwa ya kuwatumikia Watanzania kupitia Wizara ya Madini na muda mwingi sana tunaotumia tukiwa ofisini. Hivyo fursa kama hii inatusaidia sana katika kuimarisha afya zetu na kujijenga kimiili. Kwa tunategemea ya kwamba utaratibu huu utaendelea ili kuwajengea afya njema wafanyakazi wetu. La pili ni kwa ajili ya networking. Nilizungumza siku ya kwanza, wizara hii ni kubwa. Kila mtu akikaa katika eneo lake ni ngumu sana, inawezekana kufahamiana watu wote. Lakini kupitia michezo ni rahisi sana kuweza kufahamiana na vile vile tukaimarisha ushirikiano wetu wa kitaasisi. Kwa hiyo tunafanya haya pia kuwaleta wafanyakazi wote wa wizara pamoja. Tunatamani tusifanye kazi kama mabehewa yanavyoendeshwa, kwamba kila behewa na watu wake. Sisi ni wizara moja. Kwa hiyo tukipata nafasi kama hii ya michezo inatuweka pamoja zaidi. Kwa mfano kama leo naamini mtacheza hapa mashindano kati ya taasisi na taasisi. Atakayemkaba Bikula Mchi najua hataweza kumsahau hata kama atokana na Tume ya Madini. Ndio hapo utakuwa unaendeleza ule ushirikiano ambao nimeusema. La tatu la madhumuni yetu haya, sisi ni familia. Familia mara zote inakaa pamoja na kwamba ni taasisi zinatofautishwa na majengo. Mohab TV, Dodoma.